Wadau wa sekta ya elimu nchini wameiomba serikali kuangalia upya swala la tozo na kodi kwa vifaa vya kufundishia masomo ya amali sambamba na kuongeza kasi ya uzalishaji wa wataalamu wa kufundisha mchepuo wa elimu ya ufundi stadi ili kuendana na mahitaji ya sasa ya soko la ajira. Tuungane na Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Wakizungumza wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, wadau hao akiwemo mkurugenzi wa shule ya Dikaila Peter Junior pamoja na mwalimu mkuu wa shule hiyo Edmund Muhina wamesema licha ya masomo hayo kuanza kupendwa na kushika kasi miongoni mwa wanafunzi wengi nchini, bado wanakabiliwa na changamoto ya gharama kubwa, hususan katika vifaa vya kufundishia pamoja na upungufu wa walimu wenye ujuzi maalum. Shida kubwa ni kwamba wanafunzi wanasoma darasani mtaala mpya lakini hawapeleki kwenye vitendo. Na hawapeleki kwenye vitendo kwa sababu walimu wanaofundisha vitendo hawapo. Na pili, vifaa vya kufundishia hakuna. Lakini kama tungekuwa tuna huo mtaala ungeendana na mazingira ya walimu kuwa na uwezo wa kufundisha na vifaa vya ufundi, tungekuwa tunaweza kufanikiwa. Lakini kwa mazingira haya, labda tujaribu shule chache tu za mfano ili tupate wataalamu wengi zaidi waweze ku-apply baadaye. Kwa sasa hivi moja kwa moja ni ngumu. Kupata vifaa vya ufundishaji ni gharama kubwa sana. Mfano, mtu utakapoenda kununua gearbox ama utakapoenda kununua engine ya gari fulani, utaenda kununua kama mfanyabiashara. Kwa hiyo kodi utakayotozwa utatozwa kama mfanyabiashara, lakini sio kama mtoa huduma katika nyanja hii ya elimu. Na tunapozungumzia vifaa vya kidigitali zaidi, kompyuta, tunazihitaji kompyuta, lakini tunahitaji kompyuta za kisasa zaidi ambavyo tunafahamu kwamba gharama zake ziko juu. Tunahitaji projector tunafahamu gharama zake ziko juu. Tunafahamu kwamba sasa hivi tunahitaji kuwa na smart board, smart TV ambazo gharama zake ziko juu. Lakini kwa sekta hii ya elimu, kama mtoa huduma anahitaji kupata vifaa hivyo, basi azingatiwe katika eneo hilo kwamba anaenda kutoa huduma ya elimu. Kwa hiyo ashushiwe ama apunguziwe kidogo vati ama gharama hizo za ununuzi. Kwa upande wake, afisa elimu taaluma idara ya shule ya msingi wilaya Bagamoyo Joseph Buleta amesema serikali imejipanga kutatua changamoto zote zinazoikumba sekta ya elimu, hususan upande wa masomo ya amali, huku akishukuru serikali kwa kujenga shule ya sekondari ya mchepuo wa amali katika wilaya ya Bagamoyo ambayo kwa sasa ujenzi wake umefika katika hatua za mwisho kukamilika. Serikali imeshachukua hatua za awali za kuhakikisha kwamba vyuo vyote sasa hivi zinatoa walimu wenye professional kulingana na mabadiliko ya mtaala katika maeneo yote, ili soko uweze kukidhi mahitaji ya mtaala ulioboreshwa. Kwa hiyo kuanzia msingi mpaka vyuo, serikali imeendelea kuwekeza kuhakikisha kwamba wataalamu wanatoka kwa ajili ya kuja kuendesha na kutekeleza mtaala ulioboreshwa ili uweze kuleta tija na yale malengo na makusudio ya rais yaweze kutimia, ili mtoto aweze kupata ujuzi na kujiajiri. Nao baadhi ya wazazi na wanafunzi wamesema uwepo wa shule zenye mchepuo wa amali nchini utakuwa na msaada mkubwa kwao, hasa kutokana na ongezeko la uhitaji wa soko la ajira ambalo linahimiza vijana kujiajiri kupitia maarifa na stadi mbalimbali. Sasa hivi tunavyoona dunia inapokwenda, mambo ya elimu kama hizi ndio elimu nzuri zaidi. Maana mtoto ni vyema zaidi akiwa ametoka, sio tu amepata secular education, lakini angalau ana uwezo wa kufanya moja mbili tatu. Mfano kama tuna nchi zingine kama za China, unakuta mtoto anamaliza shule hasubiri ajira, anasubiria kujiajiri. Yeye anajiajiri vipi? Kwa msingi ambao kaanza kupata kuanzia utotoni. So kwa watoto kujifundisha hapa engineer, sijui kukali, sijui tailor, inamjenga mtoto hata pale pindi anapomaliza shule anaweza kujiajiri mwenyewe. Ninapenda kusoma lugha mbalimbali, French na Chinese. French. Je m'appelle Karen Valentine Diaka. Mon père s'appelle Valentine. Ma mère s'appelle Bupe. j'étudie à Dikaila, j'habite à Bagamoyo. Je directeur s'appelle Peter Junior. Merci papa, merci mama. Ikumbukwe mwaka 2023 serikali ilianza kutekeleza mtaala mpya wa elimu, huku mwaka 2024 ikitangaza maboresho ya mtaala huo yanayolenga kufanya masomo ya amali na ufundi stadi kuwa masomo ya lazima kuanzia ngazi ya msingi hadi sekondari. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo.